Abu Huraira anasema alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna awwala an-nasu yuqda yawm al-qiyamah alaihim au alayhi, hakika watu wa mwanzo kabisa kuhukumiwa siku ya kiyama, watu wa mwanzo kuhukumiwa siku ya kiyama, manake fikra za kawaida inakuja ni wale makafiri wakubwa waliofanya madhambi makubwa, walio watu mamilioni ya watu kama kina Netanyahu, sijui kina nani, ndio watu wa mwanzo kabisa ambao wataitwa siku kuhukumiwa. Ndio inakuja kwenye fikra kitu kama hicho ya kawaida, lakini subhanallah yanayokuja ni mambo tofauti kabisa. Inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyama alayhi, hakika mtu wa mwanzo kuhukumiwa siku ya kiyama, rajulun stushhida, ni mtu ambaye amekufa katika vita vya jihad, ameenda katika vita vya jihadi kwa ajili ya kupambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fautiya bihi, ataletwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, katika hizi neema tulizokuneemesha umezifanyia kazi gani? Yani maswali kila mmoja miongoni ataulizwa, lakini hao ndio watu wa mwanzo watakaoulizwa. Lakini wa kwanza kuulizwa mtu amekufa shahidi, yani katika vita vya Kiislamu dhidi ya makafiri, ndio wa kwanza. Atasema qataltu fika hatta stushhidtu, Mwenyezi Mungu, neema ulizonipa mimi, ushujaa, jasiri, upandaji wa farasi, upiganaji sana, nimepambana katika vita vya jihadi mpaka nimekufia katika vita hivyo. Qala kadhabta, Mwenyezi Mungu atamwambia umesema uongo, umesema uongo. Walakinaka qatalta li an yuqala jari, ulikwenda kweli vitani ukapigana, lakini ndani ya nafsi yako ulikuwa unataka uitwe shujaa, ulikuwa unataka uitwe shujaa na watu wakutambue kwamba wewe ni shujaa. Haukufanya kwa nia ya kupigania na kutafuta radhi zangu, na Mwenyezi Mungu ndio anajua mambo yaliyomo katika vifua vya watu. Sisi hatujui, sisi tunamhukumu mtu dhahir, na wala sio vizuri kaingia kumhukumu mtu ndani. Hakuna binadamu ana uwezo huo kumhukumu mwenzako kwamba wewe mnafiki. Haiwezekani. Anayeweza kufanya hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake, labda na Mtume sallallahu alaihi wasallam akipewa elimu hiyo. Kwa hiyo huyu amekufa, watu wanajua kabisa ni shahidi, wanamwombea na madua ya shahidi, amekufa katika vita vya Kiislamu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anaambiwa kadhabta. Ndani ya moyo wako ulikuwa na chembe chembe ya kutaka kusifiwa, kuitwa mtu hodari, mpambanaji, mpiganaji, mujahidi mkubwa. Na faqad qil, kweli ulisifika sana, ulisifika, na maana kwamba kweli alikuwa anaambiwa bwana fulani yuko vitani leo, yupo, mashaallah tunashinda leo. Kwa nini bwana, jamaa yule vitani kule hamna mchezo shekhi, amesifika kweli, yani watu wanajua kabisa fulani akiwepo mambo yanabadilika. Na labda ndani ya nafsi yake alikuwa anasikia ladha kidogo, akisifiwa vile anasikia ladha ile kwamba bwana naona sasa watu wananitambua na nini, imechanganyika ile nia, ikaja mpaka ikaharibika. Sawa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Subhanallah. Kisha anaamrishwa, malaika wanaamrishwa, wanamkamata, wanamtia pingu, wanamburuza, wanamtupa katika moto wa jahannam. Ndugu zangu Waislamu, hii mandhari sio ya kawaida. Subhanallah, sio ya kawaida na inatisha kusema kweli, kwa sababu sisi hatujui nia zetu, na wallahi wengi wetu kiwemo mimi hapa hatuna uhakika na yale tunayoyafanya, kama tunayafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu au kwa ajili tusifiwe. Ni swala zito sana la kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala stara. Kinyume cha hivyo, kusema kweli, hatuwezi kuingia peponi kwa amali zetu, bali tutaingia peponi kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hivi tunaona shekhe, yani mtu hajafanya kazi ndogo, lakini anatupwa katika moto wa jahannam kwa sababu tu nia yake ilikuwa kusifiwa katika jambo jema analolifanya. Na kusifiwa si kitu kibaya, lakini imempelekea sasa, imekuwa sasa kasdi yake, makusudio yake, anapokwenda kupambana apate lile jina lile lisemwe na watu. Na hii saa nyingine inasababishwa na wanaomzunguka.
Ndio maana masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kienda kimsifia anakufukuza. Sasa usimwagie mchanga wa moto bwana. Kwa sababu gani? Anahisi kwamba unamharibia amali zake. Unajua kimsifia mtu mwisho ile sifa inakuwa sasa ni aina fulani ya kitabia. Ikifika siku ya kuona hajasifiwa asema pale sijafanya vizuri nini? Umeona? Hata sisi wazungumzaji. Unazungumza mtu anasema bwana, Sheikh hotuba yako ilikuwa nzuri sana. Mashaallah. Ni nzuri lakini sawa. Anakuhamasisha yani. Mashaallah hotuba yako ilikuwa nzuri sana Sheikh, mashaallah. Kalima yako ilikuwa nzuri sana Sheikh. Muhadhara wako bwana mashaallah yani tulifaidika nao sana. Sheikh bwana njoo kwetu bwana uzungumze, njoo. Sasa ukienda kuzungumza sehemu ukuta watu wanaondoka zao. Wanaanza kuuliza, vipi hapa tena?" Unaona? Kwa hiyo tayari umeshaanza kutengeneza mazoea ya watu kukupa wewe feedback yao ya kukusifu katika kile ulichokifanya. Si vibaya lakini kinatengeneza ujub, kitu kinachoitwa kujipenda, yani kujisikia. Kujisikia ni kitu kibaya. Ukijisikia ni kitu kibaya. Unaweza kuwa unafanya ibada kweli na shetani ndo anaingilia pale. Iblis haingilii katika, anapokuta wewe ni mfanya ibada sana, anakuingiza katika masuala ya wanawake, pombe, nini, anakuta hawezi kukuingiza kule. Kwa hiyo anakuja katika mambo unayoyapenda ya ibada. Pale anakuingizia kupendezwa kwamba hivi kweli hapa kuna mtu anaswali kama mimi hapa. Shetani anasema hakuna Sheikh, wewe hakuna anayeswali kama wewe. Hakuna. Kweli bwana. Kwa hiyo ukiingia msikitini pale na pale yani watu wote waliochelewa pale unaona hawana maana yote na nini. Sasa wewe uko safu ya mwanzo na kila siku safu ya mwanzo unaanza kuona wengine hawana maana, unaanza kidogo kwa sababu gani? Shetani anacheza na wewe katika sehemu uliopo. Mwisho wa siku unapata ujub. Ukipata ujub amali yako inaporomoka. Ni vitu vidogo sana ambavyo yani havionekani isipokuwa kwa darubini, lakini vinapromosha amali ya mja. Kwa hiyo hatuwezi kuokoka bila kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala.